Hello ndugu zanguni, nawasalimia sana katika jina la Yesu Kristo. Na kuwatakia asubuhi njema ya hii siku ya Jumatatu. Iwe siku ya mafanikio, siku ya kuweza kupiga hatua maishani mwako. Leo nimekuja na somo moja linalosema hivi. Ni somo linalosema hivi: tabia 5 tunazozifanya zikaharibu maisha yetu kimya kimya. Sisi tukawa tunazichukulia kawaida tu, kumbe huku zinakuja kutuharibia maisha tukiwa hatujui. Tabia ya kwanza ni kuahirisha mambo, procrastination. Wewe unaweza kabisa umeshaweka mpangilio vizuri, leo nafanya hiki, nikimaliza hiki nafanya hiki, lakini ikatokea ukajikuta kuna mtu kama mfano amekuja amekupitia, anakuambia tuende sehemu fulani, ukajikuta kabisa yale uliyokuwa umeyapanga umeyaacha na ukufuata. Ujue hapo unakuwa umeongeza muda mrefu huko mbeleni katika mafanikio yako. Hilo tuepukane nalo ili tuweze tupige hatua maishani mwetu. Tabia ya pili tunayoifanya kimya kimya ikaharibu maisha yetu tukiwa hatujui ni tabia ya kulalamika vibaya. Kuna mtu akikaa sehemu tu anaanza kujidoga, kusema mambo yasiyoeleweka, akasema mimi kinachonifanya nisiendelee ni nchi. Kumbe sio ukweli. Nchi sio inayoweza mtu awe maskini au asifikie kile anachokihitaji, bali ni yale mawazo yako unayoyafanya wewe. Wewe ukikaa unalalamika, badala ya kulalamika, angalia solution. Hivyo vitu unavyolalamikia viweke sawa, halafu uweze kupiga hatua maishani mwako. Tabia ya 3 ni kuchagua marafiki. Hilo nalo ni jambo muhimu sana na kubwa sana katika maishani mwetu. Wewe unaweza kaangalia maisha unaoshinda nao, mnaongea kitu gani? Kwa sababu vitu mnavyofikiria au vitu mnavyoongea na marafiki zako, ujue ndivyo vinavyokutengeneza maisha yako ya huko mbeleni. Kama umeshinda sasa unaongea mambo mabaya, mambo ya kujitenga, mambo yasiyokuwa na maana, unajikuta fikra zako zinakaa zinafikiria hivyo na unakuwa unaona unapambana kila siku, lakini mafanikio ikawa ni zero. Sasa ndugu zangu, hilo tuepukane nalo ili tuweze tupige hatua maishani mwetu. Tabia ya 4 ni tabia ya kutumia muda vibaya. Kuna mtu anayeweza kashinda kwenye simu, anaangalia video, anacheka kila muda, akitoka kwenye video, anaenda mpirani, lakini asifikirie kuwa huu muda tunaotumia leo ndio unaotutengenezea maisha tutakayoishi huko mbeleni. Ukajikuta mtu kabisa ameshinda ndani, ana enjoy tu, anaenda kuzurura tu, lakini mipangilio yake ikawa haina maana, muda wake hautumia ndivyo sivyo, akajikuta siku imeisha, siku ya pili, ya 3, wiki imeisha na hajalala, lakini mafanikio akakuta hamna. Tabia ya 5 tunayoifanya na kabisa kuja kuangalia ndio inayotuharibia sana zaidi ni tabia ya kuogopa kuanza. Hilo ni jambo tunalolifanya sana hapa duniani na ikatufanya turudi nyuma kimaendeleo. Kuna mtu anayesema mimi nikija kuangalia sina mtaji wa kuanza, nina 5,000 na 10,000. Hii ukasema hii ni ndogo sana kulingana na biashara ninayotaka kuanzisha. Lakini ujue hakuna mtu aliyeanza na vitu vikubwa, bali mtu yeyote uliyeona amefanikiwa alianza na vitu vidogo hivi, halafu vikawa vikubwa, lakini chanzo ikawa ni kidogo. Sasa ndugu yangu, ninachokuomba tu wewe anza na hicho ulichonacho, halafu hicho kikubwa unachokuwa unakifikiria utakifikia, lakini kiwa umeshaanza na vidogo, kwa sababu hicho unachoona ndicho umekikosa. Ukikipata tu akili yako inaleta kitu kingine, ikawa kuja ni kikwazo cha kutoanza. Na ujue unapoahirisha au unapoacha kuanza leo, ujue hiyo siku inahesabiwa, halafu unajikuta miaka yako yote kabisa imeisha, huku kicha kuangalia mafanikio hamna.
mafanikio hamuna, na unapambana na una fikra za mtu aliyekamilika, akili timamu zimejaa kabisa, lakini ukajikuta kabisa vitu haviendi sawa. Sasa ninachokuomba tu hizi tabia 5, na mimi sio nazifanya vizuri, na bado najifunza, maana tabia si kitu cha kwenda haraka haraka, bali mtu anakuwa anajifunza kidogo kidogo, lakini tujitahidi sana tuepukane nazo, halafu tuweze kupiga hatua kimaisha. Maisha yetu yako mbeleni yawe maisha mazuri sana, yawe yale maisha tunayoyataka, yawe yale maisha tunayoyafikiria kila muda, halafu tupate tunachohitaji. Bye bye. Sasa wewe kama ni mara ya kwanza tumekuwa pamoja, na kuomba subscribe, like, share na comment, ili hata siku nyingine tuzidi kuwa pamoja. Bye bye.